mchase hizi nafasi, chaseni tu hizi vitu ziko hapa mbele ili tukaweza kupokea neno la Mungu kwa ajili ya mchana wa leo. Kabla sijanena, ningependa kuleta mbele zenu salamu za mchungaji ambaye ndiye kiongozi wetu mahali hapa, pamoja na mama wako sehemu za nyumbani kwa sababu ya mambo mawili matatu, na walisema tunapofika kanisani tulete salamu zao kwa watu wa Mungu. Pokeeni salamu za mchungaji pamoja na mama. Amen. Nataka nishukuru mwalimu wetu asubuhi kwa somo ambalo ametufundisha kuhusu maombi. Ni kwamba ni wakati wa Kristo tuombe. Maana ni jambo la kuhuzunisha ama ni jambo la kutamausha tukiona wasichana watoko wakimwaga machozi kwenye madhabahu kwa sababu ya mambo ambayo shetani anafanya kupiga wazazi wao. Inaonekana ni kwamba sisi watu wa Mungu tumemwachia shetani nafasi, amepata mianya, amepenyesa akaingia ndani ya jamii zetu. Sasa ameanza kutupiga kutoka ndani na sisi wenyewe tunakaa kuchanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu, maana mchana wa leo tunaenda kutangaza na kusema ya kwamba imetosha. Hatutakubali mapigo tena kwa watoto wetu, hatutakubali mapigo tena katika jamii zetu, hatutakubali mapigo tena kwa watu wa Mungu. Kila wakati tuwe tukipokea ushuhuda wa majonzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati tusimame katika pengo kwa ajili ya jamii zetu, maana anasema tumepewa fursa na mamlaka. Biblia inasema kwamba Mungu akampeleka Ezekia katika bonde la mifupa mikavu, akamuuliza Ezekia, hii mifupa inaweza kuishi? Ezekia akamwambia kwamba wewe Mungu unajua, na Mungu akampa mamlaka, akamwambia tabiri juu ya hii mifupa. Ezekia alitabiri, kila mfupa ukarudi mahali pake, kila nyama ikarudi mahali pake, kila damu ikarudi mahali ambapo ilikuwa imetoka, na mifupa ikapona. Nasi mchana wa leo tutachukua mamlaka vile Ezekia alipopewa. Tutatabiri kwa ajili ya mifupa iliyovunjika ndani ya miili ya watoto wa Mungu. Tutatabiri kwa ajili ya nyama ambazo zinauma. Tutatabiri kwa ajili ya magonjwa ambayo inajibadilisha kila kuchao. Na tunasema imetosha. Kwa hivyo huo sio ujumbe wangu kwa leo, lakini naligusia tu maana ninaona kana kwamba mwanya umepatikana. Nataka twende na wewe katika Biblia, tuingia katika kitabu cha Marko, mlango wake ni wa 2, tusome mstari wa 1 hadi wa 5. Hapo ndipo ujumbe wangu mchana wa leo unatoka. Marko 2:1 tufike 5. Marko 2 kuanzia hapo hadi mstari wa 5. Tasoma kwa imani. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadhaa wa kadhaa, akasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Tarudia. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadhaa wa kadhaa, akasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja, wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumesomewa ya kwamba Yesu akaingia Kapernaumu tena. Ikisema tena, ina maana ya kwamba alikuwa amekuweko huko, na inasema baada ya siku kadha wa kadha akaingia Kapernaumu tena. Na waliposikia kwamba yuko nyumbani, walikuja watu wengi zaidi, kwa sababu alikuwa amekuweko pale. Wamesikia habari zake,
wamesikia matendo yake, wamesikia mafundisho yake. Sasa ameingia tena, wamekuja watu wengi ili waweze kusikia kutoka kwake. Na Biblia inasema kulikuwa na jamii moja ambayo ilikuwa na mtu ambaye alikuwa amepooza. Huyu mtu kupooza inamaanisha nini? Alikuwa na viungo vyote vya mwili, ni kwamba si kwamba hakuwa navyo, alikuwa na viungo vyote kama mtu mwingine yeyote. Alikuwa na mikono, lakini mikono imepooza, haiwezi kushika chochote. Alikuwa na miguu, lakini miguu imepooza, haiwezi kumuinua akasimama. Alikuwa na uti wa mgongo, lakini ulikuwa hauna nguvu, haungeweza kumsupport akaweza kukaa kama watu wengine. Kwa hivyo alikuwa na viungo vyote kama watu wengine, lakini viungo hivi havingeweza kumsaidia kwa sababu vilikuwa vimepooza. Bwana Yesu asifiwe. Huenda huko ndani ya nyumba leo hii, ni nini katika maisha yako unaona kana kwamba imepooza? Kuna kitu uko nacho kama watu wengine wa kawaida, lakini ukiangalia hakikusaidii, ni kana kwamba kimepooza. Huenda ni biashara, unafanya biashara, lakini ukienda kuketi katika meza jioni ili kufanya makadirio ya kazi uliyofanya mchana kutwa, unapata hakuna faida. Hiyo kazi unasema imepooza. Labda ni kazi ambayo unaenda kila wakati, lakini unapolipwa mshahara wako mwisho wa mwezi, unaweka katika mifuko ambayo imetopoka. Ukijaribu kukadiria matumizi ya pesa zako, unaona kwamba haikusaidii. Unaenda kazi na watu wengine kawaida, lakini hii kazi haikusaidii. Sawa sawa na huyu mtu ambaye alikuwa na viungo. Watu wakimwangalia ana mikono kama ya wale wengine, watu wakimwangalia ana miguu kama wale wengine, watu wakimwangalia ana mwili mzima kama wale wengine. Lakini jambo moja ni kwamba alikuwa amepooza. Unaweza kuwa na vitu hivi vyote, lakini vimepooza. Labda una ndoa ambayo unasema ndoa hii sioni manufaa yake, sioni ikinisaidia, ndoa hiyo imepooza. Labda kazi yako ama watoto wako, unasema watoto nilikangana nao zaidi, lakini sasa mahali ambapo imefika, unaona kana kwamba hiyo jamii imepooza. Sasa hawa jamaa, huyu aliyekuwa akipooza, Biblia inasema ya kwamba Yesu alipofundisha wakasikia kwamba yumo ndani. Kulikuwa na majamaa ambao waliamua ya kwamba huyu jamaa ambaye tuko na yeye tumpeleke kwa Yesu, maana tumejaribu kila mbinu, tumejaribu kila njia, lakini hatujapata suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alichukuliwa. Ukisoma mstari unasema kwamba wakamleta kwa Yesu watu. Mstari wa 3 unasema wakacha watu wakimleta mtu mwenye kupooza. Hapo kwanza inasema wakacha watu wakimleta mtu, hatuambii walikuja wangapi. Lakini ukisonga hapo mbele inakusia sasa, inasema wakimleta mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu 4. Kwa hivyo huenda ilikuwa umati wa watu wengi, vile tuko hivi walikuja watu wengi wakimletea mtu aliyepooza, lakini huyu mtu amechukuliwa na watu 4. Hawa watu 4 ndio wanaotiliwa mkazo. Alikuwa na marafiki wa karibu. Tumekuwa tukihubiriwa kila mahali kuhusu marafiki. Ni marafiki wa aina gani ambao uko nao? Huyu mtu alikuwa na watu wengi ambao wanamsindikisha kwenda mahali anaenda, ambao wanaenda pamoja na yeye, lakini waliokuwa maana kwake ni hawa ambao Biblia inasema amechukuliwa na watu 4. Wewe uko na marafiki wa aina gani? Ni marafiki ambao wanakusindikisha tu, ama ni marafiki ambao watachukua godoro lako, marafiki ambao watakuinua wakupeleke mahali ambapo utapata msaada wako, marafiki ambao ukiwaambia niko na teni la shule wanasema tutasimama na wewe, marafiki ambao utaambiwa niko na mgonjwa wanakuambia tuko nyuma yako, marafiki ambao utaambiwa nimefungiwa nyumba wakuambia tutasimama kwa sababu ya nyumba yako. Hawa jamaa 4 walikuwa wa muhimu zaidi katika maisha ya huyu ambaye alipooza, maana walisema tutamchukua huyu ili tumpeleke mahali ambapo msaada huko, kwa sababu walimuona mahali alikuwa, walijua huyu hawezi kusonga, ni lazima tuchukue hatua kama marafiki zake tuweze kumfikisha mahali ambapo msaada wake huko. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki wako ni wa aina gani? Ni wale ambao watasimama pamoja na wewe, ama ni wale ambao watakusindikisha waende kuona vile itafanyika? Maana katika kundi hili tunaambia walikuja watu tofauti. Kuna wengine walikuwa wamemuona,
wanaenda kuona huku wanaenda kweli atafanikiwa. Kuna wale walikuwa wamchukia, wanataka kwenda kuona vile ataaibika akikosa kusaidiwa, ili watakaporudi nyumbani jioni waambie na wenzao, ungekuwa huko uone vile alitaabika, ungekuwa huko uone vile aliaibika, ungekuwa huko uone vile aliangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna marafiki wengi hapa, lakini ni wakali walio na msaada. Walikusindikisha wengi. Wengine wanakupeleka tu waone kama utafaulu. Wengine wanakupeleka tu waone kama itawezekana. Wengine wanakupeleka ili utakaposhindwa warudi wacheke kwa sababu haikuwezekana. Lakini kuna wale ambao wamekushika mkono, wamesema huyu ni lazima tumfikishe mahali msaada upo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikuwa na marafiki 4 ambao walichukua kitanda chake, wakaenda wakaanza safari, wakawa wamebeba hili godoro lao, kila mmoja ameshika pembe yake, wakienda kumpeleka kwa Yesu. Kuna watu ambao walikutana nao njiani, wale walikuwa wanamjua huyu kiwete, huyu ambaye amepooza, walikuwa wanamuuliza, huyu mtu ambaye hana maana, huyu mtu ambaye amepooza, huyu mtu ambaye ameshindikana, mnampeleka wapi sasa? Mmejaribu kila mbinu hamjaweza. Lakini hawa 4 waliompepa walikuwa na ujasiri, waliambia hawa wale wauliza, huyu ambaye hana maana, huyu ambaye amepooza, huyu ambaye ameshindwa, tunampeleka kwa Yesu. Leo hii nimekuja kukuambia ndugu, ile ndoa ambayo unaona haina maana, ile jamii ambayo unaona haina maana, peleka kwa Yesu. Ile kazi ambayo unaona haikusaidii, peleka kwa Yesu. Hiyo biashara ambayo unaona imepooza, peleka kwa Yesu. Wale watoto ulitumainia watakusaidia, leo hii unaona wamekuacha, peleka kwa Yesu. Zile jamii ambazo zimewakataa, unapeleka wapi? Tunapeleka kwa Yesu. Ile biashara ambayo haina faida, tunapeleka wapi? Tunapeleka kwa Yesu. Hayo mambo ambayo imepooza, tunapeleka wapi? Tunapeleka kwa Yesu. Wakawaambia tunapeleka kwa Yesu. Maana huyu Yesu ndiye pekee tumesikia akisema, njoni kwangu enyi mnaolemewa na mizigo mizito. Sijawahi sikia mwanasayansi akisema, sijawahi sikia rais akisema, sijawahi sikia hata mzazi akisema. Ni Yesu pekee yake alisema, waleteni kwangu ama njoni kwangu enyi mnaolemewa na mizigo mizito. Hawa wakawa na ujasiri, wanawaambia hata mkituona hivi tunampeleka kwa Yesu. Tumejaribu mganga wameshindwa, tumejaribu hospitali, tumeusa vyote, lakini leo hii tunampeleka kwa Yesu. Na Biblia inasema walipofika walipata kumejaa, hakuna nafasi tena, hata kwa mlango huwezi kuona, dirisha huwezi kuona, maana walikuwa wamesikia sifa zake. Kwa hivyo watu walikuja wengi zaidi. Alafu isitoshe, hii ni mara ya pili Yesu anakuja mjini humo. Maana inasema akaingia tena baada ya siku kadha wa kadha. Kwa hivyo wale waliokuwepo mara ya kwanza baada wamekuja, maana kuna kile waliona. Wale hawakukuwa waliambiwa wakakuja wakapata ameenda, leo wamekuja mapema, maana wamejua wanakuja, wako ndani. Wale ambao wako na matatizo kando kando, baada wanajiandaa manyumbani wanakuja. Wale walikuwa sokoni wamefunga biashara, wote wamekusanyika katika ukumbi. Sasa hawa walipokuja, vile nasema wakapata kumefurika. Hawawezi kumfikia Yesu, hawawezi kuona mahali Yesu yuko. Wakiwa pale nje na mgonjwa wao, wakaulizana tutafanya nini? Lakini tena wakaambiana, hatutarudi nyumbani na huyu mgonjwa wetu. Ninakuambia mchana wa leo ndugu, usirudi nyumbani na shida yako, usirudi nyumbani na magonjwa yako, usirudi nyumbani na matatizo yako, usirudi nyumbani na yale ambayo yanakukumba. Waliambiana wakasema haturudi na huyu mgonjwa wetu. Lakini wakiwa pale wakaulizana, hili jambo tunataka kufanya, tutajuaje kwamba Yesu yuko humu ndani? Maana tunaona tu watu wengi, tunaona milango imefungwa, hatuoni nafasi. Tutajuaje kwamba Yesu yuko hapa ndani? Wakasema tunachunguza kwanza, kwa sababu hili jambo tunalotaka kulifanya, tunataka kuchukua tahadhari, tunataka kufanya jambo litakaloandikwa katika historia. Tunataka tuhakikishe kweli Yesu yuko ndani, ili tutakapomfikia leo hii mgonjwa wetu atapona. Wakasema watu hawa ni wengi, tutafanya nini? Mmoja akasema mimi nitachungulia. Akakuja kwenye mlango, akajaribu kuangalia kwa mwanya wa mlango, lakini watu ni wengi. Akajaribu kuinama, lakini watu ni wengi. Akarudia wale wa jamaa, akawaambia nimeangalia ndani kweli, watu ni wengi kabisa, lakini sijamuona Yesu. Ule mtu mimi nimeona Petero. Wakamwambia Petero hata tusaidia, wachana na Petero. Huyo wa pili akasema nami nitaangalia. Naye akakuja
akachungulia, akazunguka pande nyingine, akakuja tena huko, akasema kweli nimeangalia, lakini nimeona Petero yuko ndio. Zaidi ya Petero nimemwona Yohana. Wakasema hatutaki Yohana, Yohana hataweza hii kesi. Hii inahitaji Yesu mwenyewe. Watatu wakasema hata mimi nitajaribu. Akazunguka mbele ya madhabahu, akachungulia hapa kando kando, akasuda akawaambia, hata mimi nimeangalia, nimeona Petero yuko ndani, nimeona Yohana ambaye amesemekana, na zaidi ya huyo nimeona Tomaso. Wakamwambia wachana na Tomaso, Tomaso ni mtu wa mashaka. Huyu aina akasema, mimi ni zamu yangu, wacha niende nione kama nitamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aina akakuja, akasunguka, akaona haoni kitu. Akajipa moyo akasema, kwa sababu hawa wameangalia hivi hawakuona, mimi nataka nichukue hatua moja. Akakuja akashuka, akashika mlima wa dirisha, akakanyaga hapa, akainuka juu kidogo, akaangalia kutoka pale juu. Akakuja akawaambia, nyinyi mmeona Yohana, nyinyi mmeona Petero, nyinyi mmeona Tomaso, lakini mimi nimeona. Akawaambia mimi nimeona, akawaambia mimi nimeona Yesu yuko pale ndani, Yesu yuko pale ndani. Hilo linamaanisha nini? Hautamuona Yesu ukiwa katika level ya chini, hautamuona Yesu ukiwa katika level ya wagonjwa, hautamuona Yesu ukiwa katika level ya watu wengine. Ni lazima uchukue hatua, upande juu ya dirisha, upandishe imani yako ili uweze kumuona Yesu. Yesu asifiwe. Hawa waliangalia kutoka kwa level ya watu wengine, mahali watu wengine wamesimama. Hiyo understanding ya watu wengine pita hapo. Hiyo imani ya watu wengine pita hapo. Hiyo ufahamu wa watu wa kawaida pita hapo. Hiyo kuelewa kwa watu wa kawaida pita hapo. Huwezi kumuona Yesu ukiwa kwa hiyo level ya watu wa kawaida. Maana hawa waliangalia wakiwa kwa kiwango cha watu wa kawaida, hawakuweza kumuona Yesu. Lakini huyu alipokuja akasema, mimi sitamuona na hapo, itabidi nipande juu kidogo ili niweze kuangalia kwa undani. Pele inakubidi upande juu kidogo ili uweze kumwona mahali Yesu yupo. Itabidi uinue kiwango cha imani, itabidi uinue kiwango cha maombi, itabidi uinue kiwango cha sifa ili uweze kuona mahali ambapo Yesu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Wakahakikisha Yesu yupo ndani. Lakini sasa wanasema, tutafanya nini ili tumfikie huyu Yesu? Maana hapa ni papaya. Lakini wakaambiana, hapa tumefika, liwe liwalo, kama mbaya itakuwa mbaya, kama ni kupomoa tutapomoa, kama ni kuvunja tutavunja. Ikiwa Yesu ambaye alitembea juu ya maji yuko hapa ndani, ikiwa Yesu aliyeponya kipofu yuko hapa ndani, ikiwa Yesu aliyefufua binti ya Jairo yuko hapa ndani, ikiwa Yesu aliyemponya Mariamu yuko hapa ndani, walisema lazima tutaingia. Kama ni kuvunja tutavunja, kama ni kupomoa tutapomoa, kama ni kuruka tutaruka. Ninakuambia nini mpendo mchana wa leo? Chochote kinachosimama katikati yako na muujiza wako ili usimfikie Yesu, leo hii tutakiangusha. Ikiwa ni mlima lazima ianguke, ikiwa ni magonjwa lazima tuangushe, ikiwa ni matatizo lazima yaanguke. Walisema hapa tutaingia, hata kama ni mlango tutavunja itavunjika, kama ni ukuta tutapita naye, kama ni nyumba yote ianguke, mradi tumfikie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakajitia moyo, wakasema hapa kama ni kuingia sisi tutaingia, iwe na watu kusiwe na watu. Lakini watu ni wengi zaidi wamesimama. Kuna wale ambao wamekuja kusaidiwa, kuna wale ambao wamekuja tu kusimama, kuna wale ambao wamekuja tu kuona, kuna wale ambao hata hawana kazi ya kufanya kwa sababu wameona watu wako pale, wakakuja kujasana pale. Lakini huyu aliye na hitaji, huyu aliye na magonjwa, huyu anahitaji uponyaji, amefungiwa nje. Lakini sasa wanajiulizana, tutafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani huyu amesimama mbele yako? Ukitaka kumuona Yesu, unaona watu wamejaa, unaona umati ni mwingi, unaona hautamfikia. Labda ni wale ambao wamekuja tu, hawana maana, hawana faida. Ni kama wale marafiki wengine wengi waliomsindikisha waone kama ataweza. Hawakukuwa na haja na Yesu, walikuja kwa sababu waone ni nini itafanyika. Lakini walipochungulia ndani, huyu akaona Petero, huyu akaona Yohana, huyu akaona Peter, akasema hatutaingia kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana alijua tukiingia kwa sababu tumemwona Petero pale mbele, Petero atatuangusha. Na kweli ilifika siku akamkana Yesu, Petero akawaangusha. Wakasema kama tutaingia kwa sababu ya Yakobo, huyu Yakobo kuna wakati atarudi baharini, tutabaki peke yetu, hatutaenda kwa Yakobo. Wakasema kama ni Tomaso tunamwendea. Huyu Tomaso kila wakati amekuwa mtu wa mashaka, tusiingie kwa sababu ya
Wewe ulikuja kwa sababu ya nani? Ulikuja kwa sababu ya Petero, kwa sababu ya Tomaso, kwa sababu ya Mathayo, ama kwa sababu ulimuona Yesu? Kuna wale tulikuja kanisani kwa sababu tuliona mzee na rafiki yangu. Kuna wale tulikuja kanisani kwa sababu hii kanisa iko nyumbani. Kuna wale tulikuja kanisani kwa sababu Jumapili watu wanaanza kwa kanisa. Kuna wale tulikuja kanisani kwa sababu mke wako amekwambia twende kanisani. Ulikuja kwa sababu gani? Kuna wale wameenda kanisa sababu wameona Ezekiel. Kuna wale wameenda kanisa sababu wameona Makenzi. Kuna wale wameenda kanisa kwa sababu ya mchungaji fulani. Lakini hawa walikataa. Hatutaingia kwa sababu ya mchungaji, kwa sababu ya Petero, kwa sababu ya Yohana. Tutaingia kwa sababu Yesu yuko pale. Wewe uliingia na nia gani? Labda ni mama yako ulifuata kwa sababu mama anaenda hiyo kanisa. Wacha tuende na mama. Wacha nikwambie leo hii, badilisha mawazo yako. Sema nilikuja kwa sababu nimemwona Yesu akiwa pale ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walimuona Petero wakasema Petero hatutaenda, ni mtu wa kawaida tunakuanga na yeye. Huyu hata kusaidia. Wakamuona mwingine wakasema huyu wachana na yeye. Tuhakikishe kwamba Yesu yuko ndani. Wewe ulipoingia ulihakikisha nini? Ulihakikisha umemwona Yesu ama ulikuja tu kwa sababu umekuja? Kwa sababu ikiwa ulikuja kwa sababu mama yako amekwambia, wakati mama yako atatoka, wewe pia utatoka. Ikiwa ulikuja sababu mke wako alikuelekeza, mke wako akianguka, wewe pia utaanguka. Ikiwa ulikuja kwa sababu rafiki yako alikwambia twende kanisa, rafiki yako atakapoanguka utaanguka. Kuwa na imani kama hawa jamaa. Walisema ni lazima tuthibitishe kwanza Yesu yuko ndani, ndiposa tuingie. Maana hawa watu wengine hawatatusaidia. Hawa watu wamekaa njiani ya kina nani? Wewe ikawa kuna vitu zimekaa katikati yako na Yesu. Ukisimama pale mlangoni zinakuzuia. Ukijaribu kuangalia Yesu unaona ni wengi. Umati umekuwa mwingi. Umati labda ni mambo ya dhambi, umati huu labda ni fitina, umati huu labda ni chuki, umati huu labda ni matatizo ambayo yamekupaka matope. Ukitaka kumuona Yesu unaona kisa. Maana watu hawa ni wengi mno, huwezi hata kupata nafasi. Biblia inasema walikuwa wengi, hungeweza kugeuka, hungeangusha hata shilingi ifike chini ingauka kwa mguu ya mtu kwa sababu ya masongamano, lakini wote hawana nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulikuja na nia gani ndani ya nyumba ya Bwana? Ulikuja kusema na muendea Yesu anayeokoa, ama ulikuja kwa sababu ni Jumapili, ama ulikuja kwa sababu mzazi wako ni mkali, ama ulikuja kwa sababu watu wanaenda kanisa? Walisema lazima Yesu awe ndani, alafu tuingie ndio tuone nini itakayofanyika. Na walipothibitisha kwamba Yesu yuko, wakasema by fire by force, liwe liwalo tutaingia. Yaseme wasiseme tutafika. Wakafanya bidii yao. Biblia inasema walipochungu sana tena hapo wakasema hatutaweza. Wakajaribu mlango wakapata mlango ni chuma, imekorokewa sawa sawa. Wakashika ukuta wakapata ni kokoto, imewekwa haiwezi tingika. Wakajaribu dirisha wakapata ni chuma, imechomelewa ile chuma mzito. Wakasema hapa hatutaweza. Yule aliyepewa maono akaambiwa panda juu ndio uweze kumuona Yesu, maana hapa hutamuona. Akazunguka hii nyumba, akafunuliwa, akasema hata pale juu tunaweza kupata njia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umezunguka umeona hakuna njia. Kuna mahali moja hujaangalia. Kuna mahali moja hujaangalia. Umeangalia maisha yako yote umeona kumefungika. Hakuna mwangaza, hakuna njia, hakuna chochote. Kwa sababu umeizunguka nyumba kikawaida. Lakini kuna mahali utapitia. Kuna mahali utapitia. Kuna mahali utapitia. Kuna mahali utapitia. Biblia inasema wakasemezana. Wakasema hii kitushinda kabisa. Huyu tumesema hatutarudi na yeye. Kama ni kuharibika, aharibike mikononi mwa Yesu. Kama ni kuvunjika, avunjike mikononi mwa Yesu. Kama ni kutembea, atembelee mikononi mwa Yesu. Wakasema mapati inaweza toka. Simiti imekorogwa hatuwezi. Mlango imechomelewa hatuwezi na watu ni wengi. Sasa mapati inaweza toka. Wakaambiana wenyewe kwa wenyewe. Wakapashana habari. Wakasema twende tupande pale juu. Ile shida unaona ni ngumu, ile hali unaona iwezekani, ile mambo unaona imekukumba, bado kuna nafasi. Ukimwendea Bwana atakwambia hata kwa mwanya utapita, hata juu ya paa utaingia, hata juu ya mapati utaingia. Wacha kuangalia tu mahali wanatamu wanaangalia. Maana kawaida ya wanatamu ilikuwa nipitie kwa mlango ikishindikana nipitie kwa dirisha. Hawakuwa na ufahamu unaweza pitia juu, lakini Mungu anasema hata juu ukimhitaji utapita. Wakapanda juu. Wakashika yule mgonjwa wao. Wakaona mahali Yesu yuko ni hapa. Wakaanza kumteremsha pole pole. Biblia inasema akashuka. Alipofika kwa Yesu, lile jambo Yesu alifanya
Hakuangalia huyu mgonjwa kwanza. Biblia inasema na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitopoa tari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Sasa inasema naye Yesu alipoiona imani yao, imani ya wale waliokuwa juu, sio imani ya mgonjwa. Yesu alipoiona imani yao, wale waliokuwa juu, ile imani walioshika. Imani yako mchana wa leo mpendwa, inaweza kuponya hata ndugu yako nyumbani. Imani yako mchana wa leo inaweza kuponya familia yako. Imani yako mchana wa leo inaweza kuponya biashara yako. Imani yako mchana wa leo inaweza kufufua ndoa yako. Imani yako mchana wa leo inaweza kukuinua. Vile yule akida alivyomwambia Yesu, akamwambia haistahili mwalimu uingie nyumbani mwangu, lakini sema tu neno na mjakazi wangu atapona. Kupitia kwa imani ya huyu akida, mjakazi wake alipona. Hawa nao Yesu anapoangalia huyu mgonjwa, Yesu haangalii huyu kwanza, anaangalia kwanza huyu mtu ametokea wapi. Akiangalia pale juu anaona kuna watu ambao wamejitia imani, watu ambao wameshika kabisa, watu ambao wamekolea katika maombi, watu ambao wamekolea katika ushirika, watu ambao wamekolea katika ibada, wale wanaosema hata liwe liwalo lazima tutapata suluhisho. Yesu akawaangalia ile imani aliyoona hao watu wakiwa nayo, akageukia huyu mgonjwa akamwambia, mwanangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alipona kwa sababu ya imani ya wale waliokuwa juu. Hata wewe leo hii, kuna mtu mahali atapona kwa sababu ya imani yako. Kuna mtu mahali atainuliwa kwa sababu ya imani yako. Kuna mtu mahali atafufuliwa kwa sababu ya imani yako. Imani utakayoshika mchana wa leo ndani ya nyumba hii, useme kama ni mama yangu ambaye ni mgonjwa, useme kama ni ndugu yangu ambaye ni mgonjwa, useme hata ikiwa ni jirani yangu ambaye amefungwa, ninashika imani leo hii. Kupitia kwa imani hii tutapika ombi moja la power, na kila mtu ataamuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata walio wagonjwa wataamuka, waliopooza watafufuliwa, wanaoumwa na vichwa zitapona, waliokosa amani watapata amani, wale ambao hawaelewani maelewano inakuja, wale ambao viungo vinauma ikiwa ni miguu inapona, kwa sababu ya imani tutakayoshika sisi. Tukishikalia imani yetu mahali hapa kwenye madhabahu hii, maana alituambia mtakaponiita kwenye madhabahu hii, ikiwa ni njaa, ikiwa ni tauni, ikiwa ni mapigo, mimi Mungu nitawajibu. Leo hii mchana wa leo tunataka tushikane kwenye madhabahu hii ambaye ametuambia, na tumuite Bwana. Sio sisi tuliandika, wewe ndio uliandika kwa neno lako, ukasema tutakapokuita mahali tumeinua jina lako, wewe unaenda kuitika. Tuone kama ataitika kama atakataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana sio sisi tuliandika, yeye ndiye alituandikia. Akasema mtakaponiita mahali ambapo mmetenga, mkapata wasa, mkafanya madhabahu kama hii yetu ambayo imeheshimika, tutakapomuita pale, anasema hata kama ni magonjwa, hata kama ni njaa, hata kama ni tauni, hata kama ni vita, hata kama ni misozano, yeye atashuka. Leo hii atashuka kwa ajili ya maisha yetu. Yesu alipomwangalia huyo akamuita Bwana. Unajua watu wamekuzoea, wanakuitanga vile wanakuona. Huyu alikuwa anaitwa mahali ametoka kwa sababu ya shida. Wanasemanga yule ambaye atembei, yule ambaye amepooza, yule kiweta analalanga hapa, yule mtu hananga macho, yule anapepanga ndiye apeleke choo. Hivyo ndivyo walikuwa anamuita. Lakini Yesu alipomuona, hakuona magonjwa, hakuona kupooza, hakuona shida. Alimwambia mwanangu. Mwanangu ina maana gani? Kwamba ana urithi pamoja na yeye katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Yesu aliangalia, sio lile jina watu wanakuita. Wale wanasema yule hana kazi, wale wanasema yule hana biashara, wanasema yule hananga bibi, wanasema yule ambaye waliwachana juzi na Bwana, yule ambaye bibi yake alienda, yule ambaye hananga maana, yule hata hana kitu ya kutembea, yule ambaye hata kwake hatukujui, hana makao rasmi. Lakini Yesu haoni hiyo. Anapokuangalia ukikucha, vile unavyoletwa mbele yake, anasema mwanangu. Hivyo ndivyo Yesu alimuita. Yesu hakumuita leo jina ya magonjwa. Kile watu wanasemanga huyu ni mgonjwa, huyu amefaa hii, huyu amefanya. Kuna majina watu wanakuitanga mahali hata kama hujui, lakini iko. Wakikuona tu kuna jina wanaita. Hata wakisema hutajua wanaongea kwako, lakini kuna majina wanakuita mahali huko. Yesu hakuona haya majina, hakuona ugonjwa. Alimwambia mwanangu, dhambi zako zimesamehewa.
Bwana Yesu asifiwe. Na maana pale huyu mgonjwa akapona. Yesu hakumwambia umepona. Yesu hakumwambia nenda uoge. Yesu hakumwambia leo unakemea mapepo. Yesu alimwambia dhambi zako zimesamehewa. Ishara ya kwamba magonjwa mengine yameshikanishwa na dhambi. Magonjwa mengine yametuandama kwa sababu ya dhambi. Magonjwa mengine yatawangaje kwa sababu ya dhambi. Maana huyu aliposamehewa dhambi, magonjwa yakapona. Aliposamehewa dhambi, miguu ikapata nguvu. Aliposamehewa dhambi, mikono ikainuka. Aliposamehewa dhambi, uti wa mgongo ukawa imara. Akasimama kama watu wengine, akaanza kutembea, akitembea akitoka. Maana leo hii amepona. Maana leo hii amefikia mfalme. Leo hii ndugu yangu, ninakuambia mahali ambapo umefika mahali pa msaada wako. Usitoke hapa tena kama hautembei. Kama ulikuja umepooza katika akili, unapotoka hapa leo hii, akili yako ifufuliwe. Ikiwa ni biashara ilikuwa imepooza, unapotoka hapa leo hii, biashara yako iinuliwe. Ikiwa ni afya yako ambayo imezorota, lazima umeze dawa ndio ulale. Lazima ufanye nini? Kila mwezi unaenda kwa daktari. Lakini leo hii Yesu anasema mwanangu, yeye hajaona magonjwa, hajaona madawa, hajaona matatizo. Ameona mwana wake akikuja, anasema dhambi zako zimesamehewa. Dhambi zako zikisamehewa, hata kama ni magonjwa inaondoka. Hata kama ni shida itaondoka. Hata kama ni matatizo itaondoka. Sasa jambo la kupendeza, huyu wakati aliambiwa umesamehewa, aliposamehewa hapa, Biblia isemi kama alitokea tena kwa mapati ama alitokea kwa mlango. Wale waliomzuia kuingia ndani, wale waliokuwa wamejazana kwa mlango, wakati alipona, wakati alisimama, hawa walishangaa, wakaanza kumtengenezea njia, akaanza kutembea. Mahali ambapo hangepita, akaanza kupata mwanya. Mahali ambapo njia haikukuwa, akaanza kupata njia. Akatembea kwa miguu yake miwili, akatembea akifurahia, maana amepokea uponyaji. Wale ambao walikuzuia usiingie, watakapoona muujiza wako, watakapoona uponyaji, watakapoona ile Bwana ametenda, hao ndio watakao kufungulia njia. Hao ndio watakao kupigia makofi. Hao ndio watakao kulisana. Huyu ni yule ambaye atembeangi. Leo kumefanyika nini? Leo kumekuache? Sisi tulikuwa tumemzoea, hata waitembea tena. Wamefika wapi? Walienda kwa mkanga yupi? Maana wakanga wote wameshindwa. Leo hii kuna mkanga ndani ya hii nyumba. Mkanga ambaye anasema utakapokutanika na yeye watakutengenezea njia. Utakapokutanika na yeye watatangamana kukuhusu. Utakapokutanika na yeye watasema vile umefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema alipitia kwa dirisha ama alipitia baada alitokea, lakini wakati alipona watu walishangaa. Watu walitamaushwa. Wakasema hakika hili ni chama ambalo hatujawahi kuona. Walikuwa wanasonga hata wengine wataka wakaribie. Maana wajui ni nini kimefanya akapona. Watakuona wataogopa. Watashangaa ni nini ilifanyika. Hawatakukaribia tena. Hata yale majina walikuwa wanakuita itaanza kubadilika. Wataanza kukuja kukuuliza wewe nawe ulienda wapi? Maana hata sisi tuna mgonjwa kwetu hatujawahi kupata matibabu. Tupeleke mahali ulipeleka mgonjwa wako hata wewe apate kupona. Waambie nilikutana na mmoja tu ambaye anaitwa Simba wa Yuda, ambaye anaitwa Yesu wa Nazareti. Alipokutanika na mimi, nami nikamkubali, akanisamehe dhambi zangu. Haya magonjwa yakaanza kutoka, nikaanza kupata uponyaji, nikaanza kupata amani, nikaanza kupata ushindi, nikaanza kubarikiwa. Kazini nikapata kibali, promotion ikapatikana, mshahara ukaongezeka, watoto wakapona, mambo ya watoto kuumauma usiku, mapaka kulia ndio usiku, hiyo yote ikaisha. Maana nimepata mwelekezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna hospitali Yesu alimwambia na hospitali fulani ama tumia dawa fulani. Alimwambia tu neno moja, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Na hiyo imetosha kutuponya mchana wa leo. Na hiyo imetosha kutuinua mchana wa leo. Na hiyo imetosha kutupa mwelekeo mpya. Maana hawa walijua ikiwa ni hali ngumu ambayo tuko nayo, tumejaribu tukashindwa, leo hii Yesu amekuja, tunapeleka kwa Yesu. Wakajitwika mgonjwa wao. Leo hii ukitoka kwako, sijui ni jambo lipi ulijitwika, ukasema hili kwa nyumba hili limeshindikana, nimejaribu sijaweza, leo napeleka kwa Yesu. Bila hao walikuwa na imani, wakasema tunapeleka kwa Yesu. Hata wengine walikuwa wanawacheka, wanasema hawa ni nini hii wanafanya?
Wanasema tunapeleka kwa Yesu. Maana walikuwa na matumaini huko kwa Yesu kuna jambo. Umetoka wakishangaa huyu anaenda kanisa kufanya nini? Wamepikana usiku kucha. Kelele wamepiga kwa plot ya Pichalala. Leo wanaandamana wanaenda kanisani. Wanaenda kufanya nini? Waambie zile vile zilipopikana usiku ninapeleka kwa Yesu. Maana yeye ndiye aliye na suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Mtakaporudi kwa hiyo nyumba wataangalia. Watakuja kuuliza ni hii ama ni mlango mwingine. Maana ile vita walisikia usiku. Mlipokutanika na Yesu kwenye madhabahu, akakwambia mwanangu dhambi zako zimesamehewa. Alibadilisha hii vita akaleta upendo. Wakikuja jioni ya leo, wanapata majina yamebadilika. Yule aliyeitwa paka usiku, leo anaitwa mama. Yule aliyeitwa umbo usiku, leo anaitwa baba fulani. Yule aliyeitwa paka wakati mwingine, leo anaitwa sweetie. Maana upendo umeingia. Yesu amebadilisha ile iliyokuwa laana imefanyika baraka. Ile iliyokuwa vita imefanyika amani. Ile iliyokuwa kupooza leo nguvu zimepatikana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simama juu kwa miguu yako. Sitachukua muda mrefu. Wewe umesikia